Hujambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa ya habari zetu za siku ya leo. Leo ni Alhamisi tarehe ni 6 mwezi Agosti ama mwezi wa 8 mwaka 2026. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa updates zetu za jioni ya leo, tukitazama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 wakiendelea kuungwa mkono na kundi la Twirwaneho ili kuendelea kupigana na wale wote ambao wanasimama kwa upande wa serikali ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya kizalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23 ambalo pia linaendelea kushtakiwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda ama na jeshi la Rwanda la RDF. Na bila kuponda muda nataka moja kwa moja tuingie kwa updates zetu za jioni ya leo. Tukitizama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Mapigano makali yaendelea kupamba moto kati ya pande zote mbili, sehemu nyingi tofauti mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu mkoa wa Kivu Kusini. Hapo ni kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga. Pale ambapo hali ya usalama endelea kuzorota, kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Na nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu kwa operesheni ambazo zinaendelea kwa sasa. Hapo ni kusini mwa mji wa Minembwe ama eneo hili la Minembwe, pale ambapo kunaendelea kuripotiwa mapigano makali. Reinforcement kubwa sana ama reinforcement ama maongezeko makubwa sana ya wanajeshi wengi kwa upande wa FARDC jeshi la Kongo pamoja na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali hiyo. Inasemekana kuwa kumeonekana mamluki wengi sana, kumeonekana le mercenaire blanc wengi sana. Hapo ni sehemu ambayo imejulikana kama Milimba, sehemu ambayo imejulikana kama Nakatete na sehemu zingine tofauti. Pale ambapo inasemekana kuwa jeshi la Kongo limeanza kupanga operesheni nyingine mpya ya kuwa na nia ya kukamata sehemu zote ambazo ziliweza kukamatwa hivi karibuni na kuingia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa Twirwaneho pamoja na M23, ikiwemo sana sana sehemu ambayo imejulikana kama Kabanja, Kimete na sehemu zingine tofauti, huku ikielekea upande wa Pwenzero, Mikenge, Kipupu na sehemu zingine tofauti. Sasa inasemekana kuwa kuna mamluki le mercenaire blanc ambao waliweza kuonekana sehemu hizo pamoja na wanajeshi wengi kwa upande wa serikali ya Kongo, ikisemekana kuwa wanaendelea kuandaa operesheni ama mapigano mapya ambayo hayatakuwa rahisi kwa upande mwingine. Hapo ni baada ya gavana Jean-Jacques Purusi kuonekana mjini Uvira, pale ambapo aliweza kufanya mkutano na raia wa mji wa Uvira na kutangaza kuwa wanakwenda kuleta operesheni mpya na kudhibiti sehemu zote ambazo zilikamatwa hivi karibuni na kundi hilo wapiganaji wa M23 kwa ushirikiano na kundi la Twirwaneho kutoka sana sana kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Na jambo ambalo tumeambiwa ni kuwa jeshi la Kongo limeanza kubadilisha mbinu za mapigano. Inasemekana kuwa wanajeshi wote ambao walikuwa kwenye mistari ya mapigano waliweza kuondolewa huko ili wanajeshi wengine wapya waweze kuletwa. Yaani wale ambao walikuwa wanapigana kwenye milima mirefu ya Fizi, na maanisha wale ambao walikuwa Minembwe, wale ambao walikuwa Mikenge, wale ambao walikuwa Pwenzero na sehemu zingine tofauti kwa operesheni hizi ambazo zilikuwa hivi karibuni, wote wanaenda kutolewa na kupelekwa sehemu zingine ambapo hakuna operesheni, alafu walete wanajeshi wengine wapya ili kutafuta mbinu za kuleta wale ambao wako na morale, sababu
Hao ambao walikuwa kwenye operesheni hizo waliweza kupoteza morale, hawana nguvu tena za kupigana, sababu waliweza kuona mambo mengi sana ambayo yalisababisha morale zao kuisha kabisa. Inabidi sasa jeshi la Kongo liweze kubadilisha, wakileta wanajeshi wengine wapya ambao wako na morale ya kupigana. Lakini ndugu mtazamaji na msikilizaji, hawa wapya ndio wabaya zaidi, sababu hawajui ni nini ambayo yanaendelea kwenye mapigano haya ambayo yanaendelea kuonekana akiwa magumu sana kwa upande mmoja ama mwingine. Mapigano ambayo yanaendelea kusababisha kundi hilo wapiganaji wa M23. Hii ni miaka 4 tangu siku aliweza kutoka sehemu ambayo imejulikana kama Bunagana. Walitoka Bunagana wakakamata Ruchuru, sehemu kubwa sana, Masisi almost yote, wakakamata nusu ya Lubero, wakakamata Nyiragongo na sehemu zingine tofauti, hadi wakati ambapo waliweza kuingia mji wa Goma. Baada ya kukamata mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, waliweza kuendelea na operesheni hizo, wakakamata mji mkuu wa eneo ama mkoa wa Kivu Kusini ambao umejulikana kama Bukavu. Na papo hapo wakaweza kuwa na kontrole ya viwanja ama ya airport mbili, airport nafikiria ya uwanja wa ndege wa Kavumu na uwanja wa ndege wa Goma. Hizo viwanja vyote mbili ziliweza kuingia mikononi mwa kundi hili la waasi wa M23. Baada ya hapo, ndugu mtazamaji na msikilizaji, waliweza kusonga mbele na kukamata Kamanyola, walienda hadi mjini Uvira, lakini walikuja kutoka mjini Uvira kwa ombi la nchi ya Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa, pale ambapo waliweza kurudi hadi sehemu ambayo imejulikana kama walirudi sehemu ambapo walikuwa huko Katogota ili kuheshimu ombi hilo, sababu walikuwa wanashtakiwa kuharibu makubaliano ambayo yalikuwa yametiwa sahihi mjini Washington nchini Marekani. Baada hapo operesheni ziliweza kuendelea kwenye milima mirefu na mifupi ya Fizi, Uvira na Mwenga, jambo ambalo lilionekana kuwa kundi hilo wapiganaji wa M23 wana nguvu za kuendelea kukamata sehemu nyingi tofauti. Kwanza Januari ama mwezi wa kwanza mwaka huu, operesheni kubwa sana ziliweza kuletwa Ozalantur, pembezoni mwa mji wa Minembwe, hadi mwezi jana, nasema mwezi jana, mwezi wa sita, hadi mwezi wa sita nafikiria mwezi Juni, pale ambapo kwa miezi misita jeshi la Kongo, jeshi la Burundi, wazalendo wametumia drone nyingi angani sana, lakini hawakupata uwezo wa kukamata mji mdogo peke yake, mji wa Minembwe ambao walikuwa wameuzunguka kwa upande mkubwa sana, na walikuwa wameanza kuingia katikati mwa mji wa Minembwe. Lakini baadaye kundi hilo wapiganaji wa M23 wa Twirwaneho waliweza kupata msaada mkubwa sana kutoka M23, na mwezi mmoja uliopita waliweza kufukuzwa mjini Minembwe, na sehemu zote ambazo zinapatikana pembezoni mwa mji wa Minembwe hawakuweza kukanyaga centre ya Minembwe. Sasa hivi tunazungumza, waliweza kurudishwa nyuma sehemu hizo zote wakaziacha. Hivi karibuni Kipupu ikakamatwa, ambayo ilikuwa ni position strategique sana sana sana, ambayo inafungua axe ya kuelekea sasa Mwenga centre ama kwenye mji mkuu wa eneo la Mwenga. Baada ya kukamata Kipupu waliweza kuelekea sasa Rugezi na kukamata sehemu za muhimu sana ikiwemo Kabanja, ambapo hadi sasa hivi tunazungumza, asubuhi na mapema siku ya leo wazalendo walijaribu kuleta mashambulizi paka Banja, lakini hawakufanikiwa. Walijaribu kushambulia ngome za M23 pamoja na Twirwaneho, lakini masaa machache tu walikuwa wameshakunja silaha zao na kukimbia wakielekea Kitumba, ambapo kunapatikana kwa sasa ngome zao kubwa sana, ambapo wanataka kufungia hapo ili walete wanajeshi wengi sana na vifaa vingi, ndiposa kundi hilo wapiganaji wa M23 wasijaribu kukanyaga Kitumba, ili wakaweze kuendelea wakielekea Milimba, ambapo ni sehemu ya muhimu sana 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 kwa Wafuliru sana sana na Wanyindu, lakini nafikiria pia na Wabembe wanapatikana huko.
Sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji, mambo iko hivyo kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Uvira, Fizi na Mwenga. Tunapoendelea na habari zetu ndugu mtazamaji na msikilizaji, siku ya leo kumesikika mlio wa marisasi mengi sana, mabomu na makombora katikati mwa msitu wa Mukoko. Msitu ambao umejulikana kama Mukoko, kumesikika mlio wa mabomu mengi, silaha kubwa na ndogo ambazo zilikuwa zinapiga zinanyamaza, alafu baada ya muda mchache wanasikia tena mabomu na makombora. Hadi sasa hivi tunazungumza haijajulikana ni nini ambayo inaendelea katikati mwa msitu huu. Watu wanajiswali kama bado jeshi la Kongo pamoja na wazalendo wanapatikana ndani ya msitu huu. Hapo ni baada ya wasiwasi mwingi sana ambayo inaendelea kupatikana kwenye milima hiyo, baada ya ndege ambazo hazina rubani ambazo zimejulikana kwa jina la drone kuendelea kuonekana kwenye anga la Minembwe. Kwanza siku 2-3 zilizopita drone zaendelea kuonekana zikipita kwenye milima mirefu ya Minembwe, ikisemekana kuwa zinaendelea kutafuta jinsi watasoma operesheni hiyo ambayo inaendelea kwa sasa kuandaliwa na serikali kuu ya Kinshasa. Drone hizo zaleta wasiwasi mwingi, kuonekana kuwa kuna jambo ambalo linakwenda kuibuka. Sasa baada ya drone hiyo kuendelea kufanya mambo hayo, inasemekana kuwa mlio wa marisasi umesikika. Tunaendelea kufuatilia habari hizo, tutakuja kuwaletea habari kamili kuhusu marisasi hayo ambayo aliweza kusikika kwenye milima mirefu ama katikati mwa msitu huo wa Mukoko. Tunapoelekea mwishoni mwa habari zetu, nataka tuelekee sehemu ambayo imejulikana kama Kavumu. Pale ambapo siku 2 zilizopita kuna video ambazo zimeendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii wakionyesha ngombe ambazo zilikuwa zinabebwa na wapiganaji wa M23 kutoka Kavumu. Pale ambapo vyanzo vingi vimeendelea kushtaki kundi hili kuwa wameanza kupora ngombe za raia. Lakini siku ya leo tumeona tangazo kutoka kundi hilo wapiganaji wa M23 wakiita raia wa Kavumu kukuja kuangalia ngombe zao, wakidai kuwa zilikuwa zimeporwa na wazalendo. Sasa ile kazi wamefanya, walikuwa wamezikamata mikononi mwa wazalendo na kuzipeleka pale ambapo watakuja kuita wenyewe wakuje kuangalia ngombe zao. À l'attention de la population de Kabare bar Kavumu, mkuu yenye ebote leo jeudi mukamate mangombe zenyu bazalendo balikuwaka balisha iba pale Kavumu. Simba za Sarambwe zilizinyanganya ile juzi mumikono ya bazalendo. Aujourd'hui c'est la joie électrique à Kabare entre les autorités politico-militaires de l'Alliance Fleuve Congo bar M23 et les éleveurs. Tunapoendelea kusoma, weye unawazaka ARC iko sa bale baklochard bene bahabana education kutembea na Meru mpaka na kukula watu. Ulionaga bale balikuwa na jipicha kule. Sasa hii ni Kiswahili ambayo ni ngumu kiasi, haiko rahisi kuisoma, lakini wanajaribu kuelezea kuhusu jinsi ngombe hizo wapiganaji hawa M23 walikuwa wamezitoa mikononi mwa wazalendo na kuzipeleka sehemu ambapo walikuwa waite sasa les éleveurs ama wafugaji wa ngombe hizo, ili wakakuje kutafuta ama kuangalia kila mtu aende na ngombe zake. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, acha nikuombe kama hujajiandikisha ama kusubscribe sabone kwa Kifaransa kwa channel hii, bonyeza button hiyo nyekundu ili uendelee kuwa nasi kila siku asubuhi, mchana na jioni. Tuko hapa kukuletea habari za kweli tena za kuaminika kuhusu yale ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya pande zote mbili, na vyanzo vingi vinaendelea kutoa habari za uongo ili kuendelea kuwafurahisha wale ambao wanapatikana kwa upande wao. Lakini sisi hapa New Africa TV
Tuko hapa kukuletea ukweli wa mambo ambayo yanaendelea mbele kwenye mistari ya mapigano, hata na kwa siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia huwa tunagusia na yale ambayo yanaendelea kwenye nchi za maziwa makubwa ama le pays de grand lac. Hiyo ni nchi ya Kongo, nchi ya Rwanda na nchi ya Burundi. Pale ambapo hizi nchi tatu zote zinaendelea kupatikana kwenye mzozo huu ambao unaendelea kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Acha nikuombe ufanye subscribe. Bonyeza button hiyo nyekundu, ubonyeze hiyo ya like, share na comment ili tuendelee kukuletea habari za kweli tena za kuaminika.